simama imara katika imani. Wapendwa katika Bwana, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni katika Dominika ya kwanza ya kipindi cha Kwaresima mwaka A. Na masomo yetu, somo la kwanza linatoka Mwanzo sura ya 2 mstari wa 7 hadi wa 9 na ile sura ya 3 mstari wa 1 hadi wa 7. Somo letu la pili linatoka Walumi sura ya 5 mstari wa 12 hadi ule wa 19. Na injili yetu ya wiki hii inatoka mwinjili Mathayo sura ya 4 mstari wa 1 hadi wa 11. Mada kuu katika wiki hii ni kushinda dhambi na kuishi katika neema. Wapendwa katika Bwana, simba wa Afrika na wapaka wa porini wanafanana sana kwa sura, lakini ni tofauti. Nadharia ya kale ya Kiafrika inaeleza hivi: simba jike mmoja huzaa watoto wengi. Baadhi yao ni simba wa kweli moyoni na wengine sio. Je, huyu mama simba atawezaje kuwatambua? Inaeleza kwamba baada ya miezi kadhaa kabla ya kuachisha kunyonya, mama huondoka pangoni, kisha ghafla hurudi. Anarudi kwa kishindo kikubwa, kana kwamba ni adui anayewashambulia. Baadhi ya watoto husimama na kupambana na adui, wengine hukimbia kwa hofu. Wanaosimama hudhihirisha kuwa wao ndio simba wa kweli, lakini wale ambao wanakimbia hudhihirisha kuwa wao ni paka wa porini. Wapendwa katika Kristo, kama vile jaribu hutenganisha simba wa kweli na wa uongo, ndivyo hivyo tunaona kwamba majaribu hutenganisha kati ya Wakristo wa kweli na Wakristo wa uongo. Katika injili ya wiki hii, Yesu anayeleta agano jipya anajaribiwa jangwani. Baada tu ya ubatizo, Yesu anajaribiwa huko jangwani, na Yesu anaonyesha kusimama imara na kushinda huyo adui. Hii inadhihirisha kuwa yeye ni mwana wa Mungu. Mpendwa katika Bwana, hakuna mtoto wa Mungu asiyejaribiwa. Kama asemavyo Bensira sura ya 2 mstari wa 1, anasema, mwanangu, ukija kumtumikia Bwana jiandae kwa majaribu. Jaribu na kishawishi ni jambo lile lile. Tukiliona kutoka kwa Mwenyezi Mungu tunaliita jaribu, lakini tukiliona kutoka kwa yule mwovu tunaliita kishawishi. Lakini yote haya hupambana ndani yetu kati ya wema na uovu. Yesu alijaribiwa mara 3, na jaribu la kwanza la Yesu tunaona aliambiwa kugeuza mawe kuwa mkate. Je, kwetu sisi hapa tunajifunza kitu gani? Hili jaribu linaashiria tamaa ya mwili, yaani kutanguliza mahitaji na starehe za kimwili kuliko mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Leo hii Wakristo wenzangu, watu wengi wameelemewa na tamaa hii ya kimwili kupitia uchu wa kifedha na utajiri kupita kiasi, uchoyo wa mali, ulevi na matumizi ya madawa ya kulevya, uasherati na uzinzi, ulafi wa chakula na anasa, tamaa ya mavazi na vitu vya kifahari kupita kiasi, pamoja na kutafuta sasa starehe na burudani bila mipaka. Badala ya kumtumainia Mwenyezi Mungu, wengi hutumikia tumbo na tamaa zao, na hivyo kuacha maisha ya kiroho na kufata maisha ya kimwili. Yesu hakutanguliza tamaa za kimwili kuliko mapenzi ya Mwenyezi Mungu, bali alisimama juu ya neno la Mwenyezi Mungu. Nasi tunaweza kufanya hivyo kwa kusali mara kwa mara, kufunga ili kuzoeza nidhamu ya mwili, kuepuka mazingira ya dhambi na kutumia vipaji vyetu na mali kwa utumishi badala ya ubinafsi, na kuweka kipaumbele maisha ya kiroho kuliko tamaa za kimwili. Wapendwa, hivyo roho itatawala mwili na si mwili kuitawala roho. Tunaona pia jaribu la pili, Yesu aliambiwa kujitupa kutoka kwa hekalu. Je, sisi leo tunajifunza nini? Ni kumjaribu Mungu kuishi bila uwajibikaji, huku tukitarajia kwamba Mwenyezi Mungu atatusaidia. Hii inaonekana pale mtu anapoishi katika dhambi
kwa makusudi kabisa, yani anaishi katika hali ya dhambi kwa kusudi, anatumainia kwamba Mwenyezi Mungu atamsaidia, au kufanya maamuzi hatari akisema Mwenyezi Mungu atanisitiri. Ni imani isiyo na unyenyekevu. Wapendwa, Yesu anatufundisha kuwa imani ya kweli si ya kumjaribu Mungu. Hatupaswi kuishi katika dhambi au kufanya maamuzi na kiburi, kutegemea kwamba Mungu atatulinda ama atatusitiri. Badala yake tunaitwa kuishi kwa unyenyekevu sasa, tukiwajibika na kuweka utii kwa Mwenyezi Mungu. Wapendwa katika Bwana, jaribu la tatu la Yesu Kristo huko jangwani ilikuwa ni kumwabudu Shetani. Je, sisi leo tunajifunza kitu gani? Sisi leo ni sawa na kuabudu miungu ili kupata mahitaji yetu tunayohitaji kwa kutumia njia zisizo sahihi. Katika ulimwengu wa leo tunaona hivi vitu vinatendeka. Tunaabudu miungu ili tuweze kupata mahitaji yetu kwa njia ya mkato. Hivyo kuabudu Shetani au miungu ili kupata tunachokihitaji si lazima iwe ibada ya wazi ya sanamu, bali ni pale Mkristo anapoweka kitu au mtu mahali pa Mwenyezi Mungu ili kuweza kupata mahitaji yake ya kila siku. Baadhi ya Wakristo wanafanya vitu vifuatavyo kwa kuabudu miungu. Wengi hutafuta nguvu za kishirikina ama uganga ili kupata utajiri, kazi, cheo au mafanikio badala ya kumtegemea Mwenyezi Mungu kwa uaminifu. Wengine hukimbilia ibada ama vikundi visivyoendana na imani ya Kikristo. Mpendwa, hawa watu wakichanganya imani na mila au nguvu zisizo za Mungu kwa tamaa ya mafanikio ya haraka. Wengine pia huabudu miungu ya kisasa kama fedha, mamlaka, umaarufu na anasa. Mtu anaweza kwenda kanisani lakini moyo wake haupo kanisani, haupo kwa Mwenyezi Mungu. Moyo wake uko mbali kabisa, ametanguliza mali ama ameenda kutafuta sifa. Baadhi ya Wakristo pia wanakubali dhambi kwa makusudi, mfano kupokea rushwa, udanganyifu ama biashara haramu ili kufanikisha malengo yao, kana kwamba mafanikio ni muhimu kuliko wokovu. Wapendwa, kwa kufanya hivyo mtu humwacha Mungu wa kweli na kuabudu kile kinachompa kile anachokitamani. Huu ndio ushetani wa kisasa, kubadilisha uaminifu kwa Mungu na kuweka matumaini yetu kwa nguvu za miungu, vitu vinavyoahidi mafanikio bila msalaba. Wapendwa katika Kristo, hivi tusipofunga na kuabudu tutakuwa tunampigia Mungu makelele makanisani. Kumbuka, njia ya Mkristo ni tofauti: kumwabudu Mungu peke yake, kukubali mapenzi yake Mwenyezi Mungu na kutafuta mahitaji kwa njia halali. Tunaitwa kuamini kwamba baraka ya kweli inatoka kwa Mwenyezi Mungu peke yake, si kwa mwanadamu au kwa vitu vingine tofauti na Mwenyezi Mungu. Hivyo basi, majaribu haya yapo kwetu kila siku. Njia ya kuyashinda ni kama Kristo alivyotufundisha: kushikamana na neno la Mungu, kuwa na nidhamu katika sala na kubaki waaminifu hata pale njia ya haki inapoonekana kuwa ni ngumu. Yesu alikataa njia za mkato na kabaki mwaminifu kwa Baba yake. Leo hii tukumbuke kuwa sisi pia tuko katika majaribu daima. Je, nikuulize mpendwa, utaendelea kumwamini Mwenyezi Mungu hata kama maombi yako hayajibiwi? Kumtumikia Mungu ni kujitoa kwake bila kujibakiza au bila masharti. Na Yesu anashinda majaribu haya matatu: jaribu la tamaa ya mwili, majivuno na tamaa ya msalaba kwa kutumia neno la Mungu. Mtakatifu Paulo katika somo la pili tunaona anaeleza juu ya Adamu na Kristo. Anasema kuwa kupitia Adamu dhambi na mauti viliingia ulimwenguni, lakini kupitia Kristo tunapatanishwa tena na Mungu na tunapokea tena neema na uzima wa milele. Hivyo basi, kama kosa la mtu mmoja lilileta hukumu kwa watu wote, ndivyo pia tunaona utii wa mtu mmoja ulivyoleta kuhesabiwa haki na uzima kwa watu wote. Sisi ni kizazi cha Adamu kwa asili. Hatukuamua kuzaliwa wapendwa, lakini kuwa Wakristo ni uamuzi wa hiari. Watu wote hulisi hali ya dhambi kwa sababu ya Adamu, lakini
Baraka za Kristo hupatikana kwa wale watu wanaochagua kuwa watu wa Kristo, wale watu wanaomwamini Kristo. Hivyo Kwaresima ni wakati wa kufanya uamuzi huo wa kuwa watu wa Kristo. Wapendwa katika Bwana, Kwaresima hutukumbusha ubatizo wetu na dhambi zetu na hitaji la toba. Mwanzo unaonyesha kuingia dhambi duniani. Walumi unaonyesha kuwa Mkristo amerekebisha kile Adamu alikuwa ameharibu. Injili pia inatuonyesha kuwa Yesu alijaribiwa kama sisi, lakini kupitia neno la Mungu aliweza kushinda. Wapendwa katika Bwana, kuna mambo matatu napenda tuyaangalie, tumeyaona katika masomo yetu ya wiki hii. Jambo la kwanza, dhambi katika bustani ya Eden. Dhambi katika bustani ya Eden, ukisoma Mwanzo sura ya 3 imeelezea zaidi, inaeleza mwanzo wa kuvunjika kwa uhusiano wetu binadamu na Mwenyezi Mungu. Adamu na Hawa walipewa uhuru pamoja na amri moja ya kutokula tunda la mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Walipochagua kula tunda hilo, walichagua kutomtii Mwenyezi Mungu. Kiini cha dhambi yao haikuwa kula tunda tu, bali kutaka kuwa kama Mungu na kuamua mema na mabaya kwa akili zao wenyewe. Matokeo yake tunaona kwamba yalikuwa ni aibu, hofu na kujificha mbele za Mwenyezi Mungu. Hata sisi leo hii tunapofanya mambo kwa akili zetu wenyewe bila kumshirikisha Mwenyezi Mungu, tunaingia na jambo la hofu na mwishowe tutajificha mbele ya Mwenyezi Mungu. Hii inaonyesha kuwa dhambi inatutenganisha na Mwenyezi Mungu na inavunja mahusiano yetu sasa na Mwenyezi Mungu. Pia inakuja kuleta maumivu katika maisha yetu wanadamu. Jambo la pili, tunaona kwamba dhambi ya asili. Dhambi ya asili ni ile hali ya upungufu sasa wa neema ambayo wanadamu wote hurithi kwa sababu ya kuanguka kwa Adamu. Kulingana na somo letu la pili, kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo ilikuwa dhambi ya mauti. Kibibilia inaonyesha kwamba dhambi sio tukio la mtu mmoja tu, bali imeathiri ubinadamu wetu sisi sote. Pia tunaona kiteolojia, si kwamba tunabeba kosa binafsi la Adamu, bali tunazaliwa katika hali ya asili iliyojeruhiwa kiroho. Ndivyo sababu tunahitaji wokovu na neema kupitia mapenzi ya Mwenyezi Mungu kama Yesu alivyofanya. Jambo jingine tunaona Adamu na Yesu. Adamu anawakilisha mwanadamu wa kwanza aliyeshindwa katika jaribu. Kristo ni Adamu mpya sasa ambaye anashinda. Katika Kwaresima hii mpendwa, tunatafakari tofauti hizi mbili, kwamba kwa kutotii kwa Adamu dhambi iliingia, lakini kwa utii wa Kristo wokovu uliletwa. Kwaresima ni kipindi cha kuchagua kumfuata Kristo, kuacha njia ya kuanguka na kuishi katika neema. Kristo anatufundisha kwamba ushindi unapatikana kwa utiifu na uaminifu mbele ya Mwenyezi Mungu. Na jambo la mwisho tunaona kwamba utajiri wa duniani. Utajiri unaweza ukaleta uchoyo ama ukarimu. Je, mali ninazozimiliki zinanifanya kuwa mtumwa wa uchoyo, au zinakuwa daraja la kuonyesha upendo wa Mwenyezi Mungu kwa wengine? Utajiri wa kweli si wingi wa mali, bali ni moyo unaojua kushukuru na kushirikiana na wengine. Wapendwa katika Bwana, Zaburi ya 51 ambayo ni kilio cha toba cha mtu anayejitambua kuwa ni mwenye dhambi na kumrudia Mwenyezi Mungu kwa unyenyekevu akisema, Mwenyezi Mungu unirehemu. Hii inatufundisha kuwa Mungu hapendezwi na matendo ya nje pekee, bali moyo uliobondeka na unaotubu kwa dhati. Wapendwa katika Bwana, kipindi hiki cha Kwaresima tunaalikwa sasa kuishi vipengele muhimu, kusali kwa bidii tukimwomba Mwenyezi Mungu atuumbie moyo mpya, kufunga ili kujinyenyekeza na kutakasa tamaa za kimwili, na pia tunaweza kuwasaidia wahitaji kama ishara ya upendo na toba ya kweli. Hivyo tunapokea moyo safi na roho
thabiti ya kuishi katika neema ya Mwenyezi Mungu kama Kristo anavyotualika katika Jumapili hii ya kwanza ya kipindi cha Kwaresma. Kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina.